Huku dunia ikisubiri kuona utiwaji saini wa hati ya makubaliano kati ya Marekani pamoja na Irani, Israel inaendeleza mashambulizi yake huko Lebanon, ambapo mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah yamekuwa yakiendelea katika siku hizi mbili, ambapo sasa leo hii muda mfupi uliopita jeshi la Israel limefanya shambulizi katika kitongoji cha Danieh kusini mwa mji wa Beirut, likisema kuwa lililenga miundombinu ya Hezbollah, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kupitia Telegram. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi wa Israel Katz, shambulio hilo lilifanyika kwa kujibu mashambulizi ya Hezbollah yaliyolenga eneo la Israel. Shambulizi hilo limekuja saa chache baada ya kundi la Hezbollah kurusha ndege kadhaa zisizo na rubani, yaani drones, kuelekea kaskazini mwa Israel, ambapo hakuna majeruhi walioripotiwa. Lakini kwa muda mrefu Israel imekuwa ikituhumiwa kwa kuvunja mara kwa mara makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Aprili, huku vikosi vyake vikiendelea kuingia na kushikilia maeneo ya kusini mwa Lebanon, pamoja na kufanya mashambulizi ya anga ya kila siku ambayo yamesababisha vifo na uharibifu. Sasa kabla ya shambulizi hili kutokea, Israel ilikuwa imetoa onyo kwamba wananchi wa maeneo 29, yaani wakazi wa maeneo 29 walitakiwa kuhama kwa haraka huko kusini mwa Lebanon, na maagizo hayo yalikuwa yanahusu vijiji na miji 25 katika wilaya ya Nabatie pamoja na maeneo 4 katika wilaya ya Sidon huko kusini mwa Lebanon. Taarifa hii ilitolewa kutokana na droni 2 ambazo ziliripotiwa kudondoka kaskazini mwa Israel, huku viongozi mbalimbali wa Israel wakisema kwamba Hezbollah imeanza uchokozi dhidi ya Israel. Kwa kufuatia udondokaji wa droni hizo, baadaye waziri wa usalama wa taifa wa Israel Itamar Ben-Gvir pamoja na mawaziri wengine walisisitiza kwamba kila droni inayotumwa kutoka Lebanon inapaswa kujibiwa kwa mashambulizi ya moja kwa moja, akiitaka Israel iongeze shinikizo la kijeshi dhidi ya kundi hilo. Waziri wa uhamiaji lakini pia waziri wa fedha, wote hao walilalamika kuhusiana na kitendo ambacho Hezbollah ilikifanya, na ndio maana Israel wakatoa onyo kwa wakazi wa maeneo 29 kuhama haraka iwezekanavyo. Lakini pia katika taarifa ambayo mwanzoni kabisa ilitolewa na jeshi la Israel kupitia mtandao wa X, liliwataka wakazi wa maeneo hayo kuondoka mara moja na kuelekea kaskazini mwa mto Zaharani, likidai kuwa linajiandaa kuchukua hatua dhidi ya miundombinu ya Hezbollah iliyopo katika maeneo hayo. Sasa huu ni mfululizo wa mashambulizi ambayo Israel imekuwa ikiyafanya, na mfululizo huu wa mashambulizi unafuatiwa na harakati za kijeshi za hapa na pale kati ya kundi la wanamgambo la Hezbollah pamoja na vikosi vya Israel katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Je, Irani itareact juu ya hiki ambacho Israel imekifanya, au tusubiri tuone mwisho wa siku mambo yatakuwaje? Usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kukomenti pamoja na kushare.